السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kabla ya madai yake alipata ufunuo huu, na baadaye pia alipata ufunuo huu mara kwa mara isemayo yansuruka rijalun nuhi ilayhim min as-samaa, yani watakusaidia wale watu ambao katika mioyo yao tutafunulia. Na katika mwaka 1907 pamoja na ufunuo huu pia ulifunuliwa, yani yatuna min kulli fajin amik, yani watakuja kutoka katika maeneo ya mbali. Ufunuo huu katika sura mbalimbali uliendelea kutimia mpaka leo. Watu mbalimbali kutoka katika maeneo mbalimbali wanamjia Sayyidina alayhi salatu wassalam, yani katika maisha ya Sayyidina alayhi salatu wassalam waliendelea kuja kwake. Kisha baada ya kufariki kwake, nidhamu ya uhalifa iliyoanzishwa, watu hao waliendelea kuja kwa mahalifa na wanaendelea kuja ambao wanakuwa wasaidizi wa mahalifa. Mwenyezi Mungu si hii tu kwamba anaelekeza mioyo yao kwamba wawe wasaidizi, bali wao wanakuwa na hamu sana ya kutimiza ujumbe wa Sayyidina alayhi salatu wassalam pamoja na kuwa wasaidizi wa mahalifa. Kisha kwa kuwa na hamu hii wanatoa huduma zao na kwa bidii wanafanya kazi hii, na kwa kufanya hivi wanakuwa wasaidizi wa Sayyidina alayhi salatu wassalam na wanakuwa mikono wa halifa pia. Miongoni mwa hawa wapo wengine ambao sawa na amri ya Mwenyezi Mungu isemayo tafaqquh fi din, kwa kupata elimu ya dini wanawafikishia wenzao ujumbe wa dini tukufu ya Islam, na kwa ajili ya hii wanatoa wakfu maisha yao. Na wapo wengi ambao waliokuja kutoka maeneo ya mbali, kutoka katika maeneo ambapo katika karne ya 20 mwanzoni hali ilikuwa ya aina hii kwamba barua ilikuwa haifiki nyumbani hata baada ya miezi 6.
katika hali hii सीखने के लिए kuja kwa watu kutoka katika maeneo haya katika makao makuu, kisha kujifunza na kutoa maisha yao kwa ajili ya dini, kisha baada ya kufanya hayo kutimiza ahadi hii kwa imani na kwa moyo wote, na kuwa tayari kutoa dhabihu ya kila aina kwa ajili ya kazi hii. जहाँ ये बात Ikiwa upande mmoja hii ni dalili ya ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, vile vile mpaka leo ऐसे लोगों की कुर्बानी को ni dalili ya ukweli wa uhalifa wa Ahmadiyya. Jambo hili linathibitisha jambo hili pia, kwamba hawa watu wanakuwa wenye roho safi, na kwa sababu ya sifa zao hawa watu खसूसियत की वजह से Mwenyezi Mungu anawaangalia kwa rehema zake, na kwa kuwachagua hawa watu Mwenyezi Mungu anawafanya kuwa nyota ya mbinguni. Halifa mtukufu anasema kwamba sasa hivi mimi nataka kuzungumza na kueleza kuhusu mtumishi wa jumuiya ambaye ni bwana Abdul Wahab bin Adam, ambaye kutoka katika maeneo ya Afrika alikuja makao makuu kwa nia hii kwamba nitafanya kazi hii kwa moyo wangu wote na kwa juhudi yangu yote. Huyu bana alikuja Rabwa wakati Rabwa ilikuwa inajengwa, na wakati ule mawasiliano katika nchi za Afrika yalikuwa magumu. Hata baada ya miezi kadhaa walikuwa wakiwasiliana. Huyu ndugu yetu mheshimiwa alikuwa खिलाफत के जानने mwanajeshi wa uhalifa, alikuwa akifuata kila ishara ya halifa. Kila uamuzi uliofanywa na halifa alikuwa akikubali ule uamuzi wa halifa kwa moyo wote na kwa moyo safi, bali alikuwa बल्कि ख्वाहिश की तकमील alikuwa akifuata kila uamuzi, hata matamanio ya halifa. Mimi nimefanya kazi naye katika Ghana takriban miaka 8. Wakati ule pia nilimshuhudia kwamba alikuwa anafuata uhalifa kama nilivyosema sasa hivi. Na baada ya kuchaguliwa mimi halifa, alinitii और वफा के kiasi kile kile nilichokieleza sasa hivi. Kama mnajua, hivi karibuni bwana Wahab Adam saheb amefariki, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Takriban mwaka moja alikaa hapa, na labda March au mwisho wa Februari alirudi nchi yake Ghana. Huyu mtumishi wa jumuiya, huduma zake ni zaidi ya nusu ya karne. उनकी खिदमत और इनकी शख्सियत Sifa zake na hulka zake na kazi yake haiwezi kuelezwa katika muda mfupi, lakini mambo kadhaa nitaweka mbele yenu. Kutoka katika mambo haya sifa zake zinajulikana. Kwanza kabisa ni hii kwamba jumuiya iliingia kwa kupitia mama yake na baba yake. Mwana wake bwana Wahab Sahab amesema kwamba Wahab Sahab alikuwa mwanajumuiya kwa kuzaliwa. Baba yake Suleiman ke Adam na mama Aisha Akwa Sahiba walijiunga na jumuiya. Baba wa Wahab Saheb Suleiman ke Adam, वालिद सुलेमान के आदम साहब wakati Bashara Bashir Saheb alipokuwa mbashiri katika Ghana, wakati ule baba yake bwana Wahab Saheb alikuwa mwalimu kule.
na wahab adam saheb आदम साहब ने hakuwahi kumwona baba yake kwa sababu baba yake alifariki katika utoto wake. Mama yake alieleza kwamba baba yake alikuwa na hamu kwamba wahab saheb awe mbashiri wa jumuiya, na kwa ajili ya kutimiza hamu ya baba yake mama yake alimtuma rabwa pamoja na bashara bashir saheb. Bali bwana wahab saheb hakuwahi kuona picha ya baba yake. Hivi karibuni mtu mmoja alimwonyesha picha ya baba yake, na ilikuwa mara ya kwanza alimwona baba yake katika picha, na wakati ule alijua kwamba yeye huyo ni baba yake. वहाब साहब wahab saheb katika kijiji cha rofedro गांव में ambayo ni katika mkoa wa shanti के डांसी के जिले में है 1938 alizaliwa katika kile kijiji. Masomo ya msingi alipata kutoka katika kijiji kile kile, kisha baadaye alisoma katika shule ya jumuiya, kisha aliendelea kusoma katika Kumasi. Baadaye alitoa wakfu maisha yake. 1952 alienda Rabwa Jamia Ahmadiyya. 1960 alikamilisha digrii yake ya shahid. Baadaye alirudi tena Ghana na alitumwa maeneo mbalimbali kuwa mbashiri wa jumuiya. Mpaka 69 alitumikia jumuiya katika mkoa wake wa kwanza. Baadaye akateuliwa kuwa principal wa Jamia Ahmadiyya kule Ghana. Wakati ule hali za mission house ilikuwa ya aina hii kwamba nyumba ndogo ndogo za udongo zilijengwa na kulikuwa hakuna bafu zilizojengwa, bali kwa kufanya pazia ya mkeka bafu ilikuwa ikijengwa. Siku hizi mambo yamebadilika, lakini wakati ule kwa kuweka mawe mawili na kupata ndoo ya maji watu walikuwa wakioga. Hii ilikuwa hali ya mwanzo ya kule, lakini baadaye 1971 wahab saheb alihamishiwa Uingereza kuwa naib imamu wa Fazal Masjid. 1975 aliendelea kuitumikia hivi, na 1975 aliteuliwa kuwa amiri na mbashiri mkuu wa Ghana, na mpaka mwisho wa uhai wake aliendelea kutoa huduma zake katika cheo hiki. Walioandika historia yake ya mwanzo wanaandika kwamba idadi ya jumuiya ilipoanza kuongezeka wakati ule ilifikiriwa kwamba badala ya kutayarisha walimu tuongeze idadi ya wabashiri, na kwa ajili ya hii halifa wa pili radhiallahu taala anhu alisema kwamba watoto waletwe huko Rabwa ili wapewe training. Wakati ule kutoka Ghana watoto wawili ambao umri wao ulikuwa miaka 15, yani bana wahab adam saheb na bashir saleh saheb walitumwa Pakistan. Wote wawili kwa juhudi sana walianza kusoma. 1977 bana bashir bin saleh kwa sababu ya joto ya Rabwa akawa mgonjwa, alirudishwa Ghana, lakini kwa sababu ya maradhi yake 1958 bashir bin saleh alifariki, na bana wahab saheb peke yake aliendelea kusoma katika Jamia Ahmadiyya, na miaka 8 alisoma kule na alipata digrii ya shahid, na kwa kuwa mbashiri akarudi tena Ghana. Baada ya kurudi kwake Ghana, jumuiya iliongezeka na watu walipata hamu, kwa hiyo watu wakaanza kutuma watoto wao Jamia Ahmadiyya, na kwa hivyo takriban washiri 18 walitayarishwa Rabwa. Baadaye marufuku yalipigwa
kwa hivyo jamia ilianzishwa ghana na hata siku hizi imejengwa jamia ya kimataifa ambapo wanafunzi wanakuja kutoka afrika nzima na kwa kupata digrii ya shahid wanarudi na wanatumikia jumuiya. bana wahab sahib alivyokuwa bado rabwa mbalozi wa ghana alikuja kule. bana wahab sahib alimwambia jinsi rabwa ilipojengwa na ardhi ilikuwaje na jinsi watu walijitolea. alieleza maelezo haya yote katika hali hii kwamba kwa kusikiliza hii mbalozi akasema kwamba ikiwa mtu yeyote hana imani juu ya Mwenyezi Mungu, kwa kusikiliza historia hii na matukio haya atamwamini Mwenyezi Mungu kwamba namna gani rabwa iliimarishwa. na Muhammad alikuwa hachi nafasi ya mahubiri, yeye mwenyewe anaeleza jinsi alivyoishi kule rabwa mwanzoni. kulikuwa hakuna umeme na kulikuwa hakuna maji ya kunywa na maji yalikuwa yakichotwa kwa mbali na kulikuwa hakuna nyumba na pala hosteli pia ilikuwa ya majani na maji ya mvua yalikuwa yakiingia chumbani. bali alikuwa akisema kwa kutania kwamba begi yetu ilikuwa ikiogelea kwa sababu ya maji ya mvua. baadaye jamia ilianza Ahmednagar ambapo hosteli ilijengwa kule. mtu mmoja alikuwa kutoka Uingereza, mtu mmoja alikuwa kutoka Germany bana Hamza sahib, kutoka Marekani alikuwa mtu mmoja, kutoka Trinidad pia mwanafunzi mmoja alikuja kule, na kutoka China bana Usman Chini sahib alikuwa pale. kwa hiyo wanafunzi walikuja kutoka nchi mbalimbali na hosteli ile ilijengwa kwa ajili ya wanafunzi hawa. wengine miongoni wa hawa wanafunzi waliacha jamia na ni wawili watatu ambao walikuwa wabashiri, lakini wengine waliacha jamia. tukio moja limeandikwa kuhusu Wahab Sahib kwamba alipokuwa anasoma katika Jamia Ahmadiyya wakati fulani katika madhumuni ya mantik na fika aliona ugumu, ilikuwa ngumu kusoma, mtihani ilikaribia, na alikuwa na rafiki yake mmoja bana Amri Abaid Sahib wa Tanzania ambaye baadaye alikuwa waziri wa kule. bana Amri Sahib alimshauri kwamba twende tukamwendee bana Rajiki Sahib na tumwambie afanye maombi. kwa hiyo wakamwendea bana Rajiki Sahib. alikuwa anasoma kitabu, kwa kuwaona hawa akaweka kitabu kando na akawauliza ni nini, kwa nini mekuja. Amri Badi Sahib na bana Wahab Sahib wakasema kwamba imtihani yetu inakaribia na sisi tuna shida, kwa hiyo ufanye maombi kwa ajili yetu. kwa hiyo akainua mikono yake kwa ajili ya maombi na akasema nyinyi pia mshirikiane nami katika maombi. baada ya maombi Maulana Rajiki Sahib akasema kwamba wakati wa kufanya maombi katika ruya nilimuona Sayyidina Ali sallallahu alaihi aliweka mkono wake juu ya vichwa vyenu, na maana yake ni hii kwamba kwa baraka za Sayyidina Ali sallallahu alaihi Mwenyezi Mungu atawapatieni ufaulu. na hivyo ndivyo iliyotokea kwamba maandalizi ya mtihani yakawa rahisi na matokeo yalipopatikana. bana Wahab Adab Sahib alishika nafasi ya kwanza katika klasi yake. Halifa mtukufu anasema kwamba sifa zingine alizopata bana Wahab Sahib ni hii kwamba alikuwa mbashiri wa Afrika wa kwanza, alikuwa amiri wa kwanza wa Ghana, alikuwa Mwafrika mwanajumuiya ambaye aliwahi kuwa kaimu amiri wa Rabwa. yeye alikuwa mbashiri Mwafrika aliyepata bahati ya kuitumikia jumuiya katika Ulaya. yeye alikuwa Mwafrika mwanajumuiya ambaye alikuwa member wa Iftah Committee
kwa niaba ya makao makuu alitembelea nchi hizi canada, germany, benin, mali, ivory coast, nigeria, burkina faso, liberia, sierra leone na jamaica. Pia alipata bahati ya kuandika makala kuhusu mada hii ya islam na rangi tofauti na vile vile islam na ukristo. Ameanzisha chama kwa jina la mama yake kwa ajili ya kuwasaidia wanyonge. Katika muda wake wa kuwa amiri, jumuiya ya ahmadhia ya ghana imepata maendeleo sana kwa fadhila za mwenyezi mungu. Shule mpya zilifunguliwa na shule za zamani pia ziliimarishwa, ziliboreshwa. jumuiya ahmadhia ina shule 400. vile vile kuna teacher training college na jamiatul mubashirin na jamia ahmadhia international pia imejengwa. vile vile kuna hospitali 7 kubwa na kuna clinic 2 za homeopathy. vile vile kuna kazi za kutoa huduma kwa ajili ya jamii. Katika electronic and print media jumuiya imepata sifa sana. Katika barabara kubwa za ghana kwa kufanya bidii aliweka mabango makubwa ya picha ya sinama alayhi salatu wassalam, na kila anayepita kule anaona picha sinama alayhi salam. chini ya picha imeandikwa kwamba masihi aliyesubiriwa ameshakuja na ni huyu, na mabango haya yanafanya kazi ya mahubiri sana. Kwa sababu ya huduma zake za dunia alipewa utambuzi na zawadi za dunia. Katika Korea kuna Interreligious and International Federation for World Peace. Kutoka kwa Marekani, kwa sababu ya huduma zake za amani, alipewa zawadi ya Ambassadors for Peace. vile vile serikali ya government pia kwa sababu ya huduma zake zilizotolewa katika kilimo, katika elimu na katika amani ya nchi, alipewa reward ya Companion of Order of World. vile vile 2007 kwa sababu ya huduma zake University of Cape Coast alimpatia degree ya PhD. Huzur anasema hizi ni baraka za wakfu inayofanywa kwa nia safi, yani pamoja na dini. Mwenyezi Mungu alimpatia heshima ya dunia. Angekuwa anafanya kazi ya dunia, labda watu wasingejua kwamba Wahab Sahib ni nani. Kisha majukumu yake ya kimataifa aliyopewa ni haya kwamba alikuwa member wa Center for Democratic Ghana. vile vile alikuwa vice chairman wa Ghana Integrity Initiative. alikuwa member wa National Peace Council na alifanya kazi kubwa sana kule kwa ajili ya kupatana wanasiasa ili wao waendeshe serikali kwa amani. alikuwa co-founder and national president for Council of Religious. katika idara hii viongozi wa dini mbalimbali walikuwepo, na aliwahi kuwa member wa National Reconciliation Commission. wakati alipokuwa hapa mwaka 1974 wakati jumuiya ilidhulumiwa kule Pakistan, wakati ule kwa kushirikiana na imamu wa Masjid Fazl alifanya kazi usiku na mchana, na alikuwa akikesha kwa siku kadhaa, na alikusanya habari na alipeleka habari hizi katika media. 1973 aliteuliwa kuwa naibu mhariri wa Muslim Herald. alianzisha sehemu 2 katika gazeti hili. sehemu ya kwanza ilikuwa London Diary na ya pili ilikuwa Your Question Answered. katika sehemu hii maswali yalikuwa yakijibiwa. vile vile marehemu katika circle ya London Mission Study aliandika makala chungu mzima. Naibu mwenyekiti wa Ghana anasema kwamba
bana wahab alikuwa kiongozi mkubwa wa nchi yetu. Kwa sababu ya kifo chake sisi tunampa rambirambi familia yake na vile vile Ahmadiyya Muslim Mission. हमने बराबर की शरीक है. हमने से बहुत Wengi wetu watamkumbuka Wahab Sahib kwa sababu ya juhudi yake aliyofanya kwa ajili ya amani ya nchi, na vile vile ameongoza Ahmadiyya Muslim Mission, na hatuwezi kusahau huduma zake upande wa elimu. स्कॉलर और मजहबी रहनुमा Tunamsindikiza, tunamwaga kwa huzuni sana, na kazi aliyofanya Mungu afanye endelee kubaki nchini kwetu. Vile vile mwenyekiti wa nchi mstaafu anasema kwamba alikuwa kiongozi mkubwa sana. Kisha Dr. Mustafa Sahib ambaye ni mbunge na vile vile ni Minister of State anasema kwamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kwa sababu huyu bwana ni Muislamu. Anasema hivi kwamba Ghana imepoteza mwana mwenye fahari sana. Yeye kwa ajili ya amani, juhudi aliyofanya, taifa litaendelea kupata faida kutoka katika juhudi yake, na sisi tunamkumbuka kwa sababu ya huduma zake. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu hala pema. Bana Charles Palmer Bakar ambaye ni Archbishop of Catholic wa Accra anasema कहते हैं alitoa huduma zake kwa ajili ya ubinadamu na aliendelea kugawanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya amani, na kazi aliyofanya itakumbukwa daima. Kisha Reverend Professor Emmanuel Sante ambaye ni mwenyekiti wa Methodist Church, yeye aliandika, mtu alikuwa akipenda amani na alijumuisha mataifa, ameaga dunia hii ghafla, na dunia itafuata nyayo zake alizofanya kwa ajili ya kuleta amani nchini. Vile vile mwakilishi wa idara ya mambo ya nje ya nchi pia ameandika maoni yake. Haji Muhammad Gadu Sahib ambaye ni naibu mwenyekiti wa Governor Council na Ghana Council for Amani anasema kwamba sisi tumepoteza nguzo mkubwa wa Waislamu. दुनिया में तो अहमदी मुसलमान नहीं है, लेकिन यहाँ मुसलमानों के तंजीमें हैं, कह रही हैं कि हमने मुस्लिम कम्युनिटी Yeye को खो दिया है. katika dini mbalimbali alijenga daraja. Bana Wahab alipatanisha watu na alitoa sehemu kubwa maisha yake kwa ajili ya huduma za binadamu. और आपको इस्तवार किया. Kisha mtoto wake aitwaye Bana Aslam ameandika historia fupi ya maisha yake. Yeye anasema kwamba baba yangu alikuwa mtiifu wa uhalifa. Katika kila jambo alikuwa akipata mwongozo kutoka kwa halifa. Kuhusu mambo madogo madogo pia alikuwa akimwandikia halifa. Kwa mfano, wiki moja kabla ya kufariki kwake, alipokuwa amedhoofika sana kwa sababu ya maradhi, kwamba anatakiwa alazwe hospitalini, lakini yeye alisema kwamba kabla nitamwandikia halifa nitapata ruhusa kutoka kwake, kisha nitaenda hospitalini. Kuhusu shukrani, mtoto wake anaandika kwamba alikuwa akituelezea historia ya maisha yake na tulikuwa tukipata athari sana. 1990 mtoto wake mmoja alipoenda nje ya nchi yake akaleta malalamiko kwamba anapata shida ya kuwasiliana na wazazi na inachukua muda mrefu kuwasiliana nyumbani kwa sababu wakati ule kuliko hakuna internet. Baba yake alisema kwamba angalia, nilipokuwa na soma
barua zangu zilimfikia mama yangu katika miezi 6 na nyinyi mnatakiwa muwe wenye shukrani kwamba siku hizi mnawasiliana haraka. Kisha kuhusu juhudi yake anaandika kwamba baadhi wakati tumeona kwamba baada ya swala ya alfajiri alikuwa akianza kazi na alikuwa hapumziki isipokuwa kwa ajili ya swala na chakula, na alikuwa akifanya kazi hata mpaka kesho ya swala ya alfajiri. Na katika hali ya maradhi yake alikuwa hawezi kukaa, lakini alikuwa akilala na alikuwa akifanya kazi na alikuwa akiandika barua. Hazur anasema mpaka mwisho wa uhai wake niliendelea kupokea barua, na alikuwa akiniandikia barua kwa mkono wake, na sifa yake nyingine ilikuwa hii kwamba alikuwa akiandika barua katika lugha ya Kiurdu. Kuhusu subra yake, mtoto wake anaandika kwamba alikuwa mtu mchangamfu. Katika hali ya maradhi yake tulikuwa tunajua kwamba hali yake si nzuri na anapigana vita na uhai, lakini hakueleza shida yake na tabu yake. Na wakati wote tulipomuuliza alisema kwamba mimi nasikia nafuu, lakini sawa na hali yake ilionekana kwamba anaendelea kuwa dhaifu siku hadi siku, na alikuwa akituelezea mambo ya kichekesho na maradhi alikuwa anayo. Alionyesha subra sana katika maradhi ile, na mtu ambaye ana imani juu ya Mwenyezi Mungu yeye tu anaweza kuonyesha subra ya aina hii. Watu wengine walisema kwamba labda yeye hajui ana maradhi gani, kwa sababu alikuwa na maradhi ya cancer ya pancreas, na wale watu walikuwa si sahihi. Bwana Wahab sababu alikuwa anajua kuhusu maradhi yake, aliridhika na ridhaa ya Mwenyezi Mungu kwamba kama Mwenyezi Mungu alimpatia uhai alikuwa radhi, na alikuwa na radhi na hali hii kwamba Mwenyezi Mungu akiniponya au kudra ya Mwenyezi Mungu ikifanya kazi yeye atakuwa radhi. Kuhusu hii Bwana Zubair saba anasema kwamba mwaka jana katika Germany nilipoenda naye kwa ajili ya check up ya maradhi yake, daktari alipomwambia kuhusu maradhi yake yeye akafanya tabasamu akasema kwamba mimi nina Mungu wangu na sisi tunamwandikia halifa pia kwa ajili ya maombi ambaye anatuombea. Ikiwa Mwenyezi Mungu yupo radhi katika kifo changu, basi mimi pia nipo radhi. Na kwa kusikia hii daktari alishangaa sana. Huzur anasema aliandika ripoti hii, anaandika kwamba katika ndoto niliona kwamba wewe katika TV unatangaza kwamba amiri wa Ghana ni nuru. Kisha mtoto wake anaandika kwamba yeyote alikuwa akimwendea alikuwa akimpatia ukarimu na alikuwa akimpatia juice, na wageni wengi walieleza sifa yake hii, na alikuwa akiwashauri yeyote aliyeomba ushauri wake. Katika Ghana madafu yanapatikana, na katika ukarimu madafu wageni wanapewa na inawekwa katika barafu. Hivi karibuni Bwana Barak Zafar Sahib alienda kule kwa kuwa na maradhi, lakini alikuwa na juhudi kwamba yeye mwenyewe anipatie madafu. Alikuwa hawezi kuinua madafu, lakini kwa msaada wa wengine alijaribu kunipatia madafu. Mpaka mwisho wa uhai wake alitimiza sifa yake hii ya ukarimu. Mke wa Bwana Basharat Bashir Sahib anaandika kwamba Bwana Wahab Sahib alihitimu masomo yake vizuri na akawa mbashiri. 1954 nilipoolewa nilishuhudia kwamba Wahab Sahib ni mnyenyekevu sana. Bwana Wahab Sahib alikuwa akija nyumbani kwetu, alikuwa akisema kwamba nipewe viatu ya Bwana Bashar Sahib ili nipige polish. Nilikuwa sipendi kwamba mwanafunzi wa jamia afanye kazi hii, lakini alikuwa akisisitiza kwa sababu alikuwa akifanya hivi kwa sababu Bashar Sahib alimleta Rabwa na alifanya ihsani juu yake, na alikuwa akiheshimu sana mwalimu wake. Na Bashar Sahib alifariki, aliandika makala kuhusu maisha yake. Mtoto wake anaandika tukio la rehema yake hivi kwamba watu wengi walisaidiwa
na yeye na aliwasaidia watu ambao walikuwa hawajui. Siku moja mjane moja alikuja nyumbani kwake na akasema kwamba yeye ni mjane na anataka kuanzisha biashara ili aweze kujiendeleza na anataka msaada wa fedha. Bana Wahab Saheb alikuwa hamjui, lakini akamsaidia yule mjane ili aweze kuanzisha biashara yake. Alikuwa akiwatendea vizuri watoto, बच्चों से बड़ा उसने सलूक करते थे. na alipokuwa akikutana na watoto alikuwa akiwapatia pipi na zawadi nyingine ndogo ndogo. Zuri anasema mtu mmoja aliniandikia kwamba bana Wahab Saheb anatutendea vibaya hivi. Zuri anasema mimi siamini, lakini nikamtumia barua bana Wahab Saheb, akanijibu kwamba mimi kwa kupata taabu na wasaidia watu, lakini Hazur anasema wanapatikana watu ambao wanakuwa na tabia ya kuleta mashtaka na malalamiko hata kama wanatendewa vizuri. Vile vile kuhusu uhusiano na mapenzi ya uhalifa, Dr. Tasir Sahib anaandika kwamba bana Wahab Sahib alikuwa na sifa hii kwamba alikuwa akitii. Wakati wa halifa wa 4 alikuwa daktari moja radiographer asiko mwanajumuiya alitoa ushauri kwamba x-ray machine iwekwe, na nilipomuuliza bana Wahab Saheb akasema kwamba kabla hatujapatana na yule mtu tuchukue ruhusa. Bila ruhusa ya Khalifa mtukufu hatuwezi kufanya kazi hii, na ruhusa walipochukua hawakupewa ruhusa, na kwa sababu ya hii walisalimika katika mambo mengi. Bana Mahmud Nasir Saqib ambaye aliwahi kuwa amiri wa Burkina Faso पहले बुर्किना फासो में भी रहे हैं. anasema kwamba Wahab Sahib alikuwa mbashiri ambaye alikuwa mfano mwema kwa ajili yetu. Mimi nilikutana naye mara chungu mzima. Mimi nimeona katika kijiji Tenga nyumba kadogo ambapo Wahab Sahib alikuwa akikaa Burkina Faso. 1986 kwa juhudi ya Wahab Sahib jumuiya ilisajiliwa Burkina Faso. 2005 wakati mimi nilipomtuma kuwa mwakilishi wangu kule Burkina Faso katika jalsa salana, yeye alieleza historia yake, jinsi gani alikuja Burkina Faso na hali ya shida ilikuwaje wakati ule. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu shida zote zimeondolewa. Jumuiya ya Burkina Faso pia ilianzishwa kwa juhudi yake, na yeye alikuwa akienda kule mara kwa mara. Katika jalsa salana ya karne ya uhalifa, vijana walipokuja na baiskeli, yeye alituma ujumbe kwamba nitakuja Tamale na nitawakaribisha hawa wanakuja na baiskeli. Huzur anasema kwamba wakati fulani niliwasihi wanajumuiya wa Afrika kwamba wao wafanye haji, kwa sababu wasikuwa wanajumuiya wanasema kwamba wanajumuiya hawafanyi haji. Kwa hiyo wabashiri wetu wanatakiwa wahiji. Na Hafidh Mashhur Sahib anasema kwamba nikamuuliza bana Wahab Sahib kwamba unapendekeza majina ya watu wengine kwa ajili haji, kwa nini wewe mwenyewe huendi? Yeye akanijibu mara moja kwamba mimi tayari ni haji, na mimi sikuelewa, na kwa kuona hali yangu hii kwamba sikuelewa, akasema kwamba wakati wa halifa wa 3 nilinuia kuhiji, lakini waziri wa dini wakati ule yeye akapinga na hakunipatia visa ya kwenda kule. Baada ya muda mfupi alikutana na halifa wa 3. Hazur akasema kwamba kwa nini hukupata visa, sababu yake ilikuwa nini? Alipoeleza sababu ya kutokupata visa, halifa wa 3 kwa kusikia hii akakaa kimya, na baadaye akasema kwamba Mwenyezi Mungu amenionyesha katika ruya kwamba unafanya ziara ya Khanakaba na watu 60 au 70,000 wanafanya ziara pamoja nawe. Kwa hiyo mimi tayari nimeshafanya haji, kwa hiyo haina haja ya kwenda tena kule. Alikuwa na sifa moja ya subra.
mke wake alikuwa akiishi kule Marekani. Siku moja aliuawa शहीद हो गए थे। kule. Majambazi walikuja nyumbani kwake na walimuua wakati wa ujambazi, na siku ile ile ilikuwa sherehe ya Jamia Ahmadiyya. तकसीम इनामात Kabla ya kuja katika ile sherehe ya mwaka ya Jamia Ahmadiyya akapata taarifa ya kuuawa kwa mkwe wake, na alipata tayari habari hii kwamba binti yake amekuwa mjane na na watoto watatu, lakini alishiriki sherehe ile ya Jamia Ahmadiyya, lakini hakuonyesha kwamba ana huzuni, na aliendelea kukaa katika sherehe ile. Jioni sherehe ile ilipokwisha, akasema kwamba leo imetokea hivi kwamba mkwe wangu ameuawa na binti yangu amekuwa mjane. Ndugu mmoja Russian Kanat Beg Saheb ni mwenyeji wa Russia, anasema kwamba रशियन है, वो कहते हैं 2008 nilishiriki jalsa salana ya Ghana. सलाना गाना में शिंदे की तौफीक मिली। Nilialikwa katika nyumba ya Amir Saheb. की तरफ से उनकी रिहाइश Bana Amir Saheb akakutana nami na akaniambatia, na alikutana nami kiasi hiki kwamba nilisahau uchovu wangu wote. Hata bado naona nikiona picha yake mimi nahisi mapenzi yake alionyesha. Nilipenda sana tabia yake hii kwamba pamoja naye alikuwa mwenyekiti wa nchi, alikuwa amekaa na heshima aliyompatia mwenyekiti wa nchi alimpatia heshima yule kijana aliyeshika mamvuli. Aliwauliza hawa wote wawili kwamba je, umechoka na je unasikia kiu? Yaani tajiri na maskini aliwaangalia hao wote pamoja. Anasema sisi tulikaa katika nyumba ya wageni, na kule misikitini kulikuwa hakuna mikeka, mistari tu inachorwa kwa ajili ya kusali. Amir Saheb alikuwa alipoona nyuma akaona kwamba huyu mgeni hana musala, na akahisi kwamba labda hataweza kusali swala vizuri juu ya sakafu. Kwa hivyo bwana Wahab Saheb akampatia musala yake, na kesho yake, kuanzia kesho yake, kila siku alikuwa akileta musala mbili, moja kwa ajili yake na moja kwa ajili ya mgeni yule. Bwana Maje Saheb anasema kwamba uhusiano wake wa uhalifa na jinsi alikuwa akitii uhalifa, hali yake inaonekana katika tukio hili kwamba mwaka jana mchana akaja ofisini, tulikuwa tunakula chakula, akasema anataka kupiga simu kule Ghana. Nikamwambia kwamba ameisha kuanza ule chakula, baadaye unaweza kupiga simu. Akasema hapana, halifa mtukufu ametoa maagizo, mara moja nataka kupeleka agizo hili la halifa mtukufu kule ili kule waanze kufanya kazi, chakula nitakula baadaye. Kwa hiyo akapiga simu kwanza na akawaambia kule kwamba wafanye kazi na walete taarifa yake. Na Maji Saheb anasema alikuwa akija ofisini, na kwa kuona Maji Saheb alikuwa akisimama na alikuwa akisema kwamba wewe ni ofisa wangu, kwa hiyo ni juu yangu kwamba ni kuheshimu. Siku moja alikuwa anakula chakula na chumvi ilikuwa sana katika chakula, labda Maji Saheb hali chumvi kwa sababu ya blood pressure. Wahab Saheb akaenda katika guest house na akaleta chakula chake na akampatia bana Maji Saheb chakula chake. Huzuri anasema hawa ni watu ambao wanawatanguliza wengine juu ya nafsi zao. Kureshi Daud Saheb ambaye aliwahi kuwa mbashiri kule Ghana kwa muda mfupi, yeye anaandika kwamba mimi nilikuwa mbashiri wa mkoa na nilikuwa nikiangalia barua zake zilizoandikwa katika Kiurdu. Alikuwa akinitendea vizuri na alikuwa akiwatendea vizuri kila mtu. Safari moja nilienda Pakistan kwa ajili ya likizo. Nilipokuwa narudi, nilimpigia simu rafiki yangu kwamba ndege yangu itafika usiku, kwa hiyo uje uwanja wa ndege. Na nilipotoka nje nikashangaa kwa kuona kwamba
katika nusu ya usiku bwana abdul wahab adam saheb alikuwa amesimama mlangoni kwa ajili ya kunikaribisha. kwa hiyo baada ya mambo ya immigration alifanya maombi na kisha alitusindikiza na alitufundisha jinsi tunaweza kuandikia barua mahalifa na jinsi gani tunaweza kuheshimu. Yeye wakati wa kumwandikia barua halifa, ikiwa alikuwa akikosea na juu yake tulikuwa tukiweka tpex, alikuwa akisema kwamba hapana, si hivyo, bali mnatakiwa muandike barua yote tena, kwa sababu kupeleka barua hivi katika sura ya tpex si nzuri. Mirza Nasir Ahmad Saheb anaandika kwamba alikuwa haahirishi kazi yake, kwa shauku sana alikuwa akifanya kazi na alikuwa hapumziki mpaka amalize kazi yake. Vile vile alikuwa akiwasisitiza wengine pia, na alikuwa akiwapongeza sana kwa sababu ya kazi yao. Safari moja katika ambaye ni kilomita 300 kulikuwa sherehe. Alimchukua Mirza Saheb kule na barabara imevunjika sana na ni mbaya sana. Baada ya safari ndefu hii walipofika kule waliambiwa kwamba sherehe imeahirishwa, lakini bwana Wahab Saheb hakusema hata neno moja wala hakuwakasirikia, ingawa headmaster alipeleka taarifa, lakini taarifa ilikuwa haikufika makao makuu. Kwa hiyo walifika kule. Vile vile wapo wengi wabashiri wanaandika kwamba kwa ajili ya watoto wetu bwana Wahab Saheb alikuwa akiwapatia maziwa, kwa sababu maziwa yalikuwa hayapatikani. Kisha Dr. Abdul Khalik Saheb anasema kwamba katika Rabwa alikutana nami na alikuwa hanijui. Nilipomwambia kwamba mimi ni mtoto wa bwana Ghulam Bari Saheb, akasimama tena na akaniambatia tena na akasema wewe ni mtoto wa mwalimu wangu, na akakutana nami kwa heshima sana. Bwana Khalid Saheb wa Russian desk anasema kwamba safari moja nilipomwambia kwamba mimi nimekuja kutoka Russia, akasema kwamba wewe ni mwenye bahati nzuri sana, wewe ni you are very lucky person. Nikamuuliza kwa kushangaa sana kwamba kwa nini unasema hii, kwamba wewe na wabashiri ambao wanafanya kazi kule Russia ni wenye bahati nzuri. Akasema kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam alitoa bishara kwamba jumuiya itapatikana kule sana na maendeleo yatapatikana sana. Nyinyi wenye bahati nzuri kwamba mnakuwa sehemu ya ile bishara. Alikuwa na yakini hii kwamba wabashiri ambao wameenda sasa hivi kule, wao pia watakuwa sehemu ya historia na watakuwa sehemu ya bishara hii. Bana Malak Muzaffar Sahab anasema kwamba athari yake upande wa siasa ilikuwa hii kwamba mimi nilikuwa naenda kutoka Accra kwenda Tema, na kule njiani gazeti lilikuwa likiuzwa. Juu ya katika ukurasa wa kwanza niliona picha ya Wahab Saheb. Nilipouliza nikaambiwa kwamba wiki chache iliyopita uchaguzi ulifanyika katika Ghana, na tofauti iliyopatikana baina ya yule aliyeshinda na aliyekosa ilikuwa ndogo sana, na ilikuwa hatari kwamba fujo itatokea nchini kote. Wahab Saheb alikutana na vyama vyote na aliwapatanisha na walipatana, na taifa sasa inasifu juhudi yake hii. Shamshah Saheb ambaye ni bashiri kule Marekani aliwahi kukaa kule Ghana. Yeye anasema kwamba mimi nilihamishiwa Sierra Leone, mji ambapo nilikuwa nikiishi kule Ghana. Watu wa kule wakamjia Wahab Saheb na wakasema kwamba huyu bashiri anatakiwa abaki hapa, asiende kule Sierra Leone. Kwa kusikia hii Wahab Saheb akasema kwamba mwenyekiti wa jumuiya anataka maendeleo ya jumuiya, regional chairman anataka maendeleo ya mkoa wake, na amiri wa nchi anataka maendeleo ya nchi yake, lakini juu hao wote ni Halifatul Masihi ambaye anataka kuona maendeleo duniani kote. Kwa hiyo mtu gani anatakiwa apeleke wapi ni halifa anajua zaidi. Ikiwa anahamishiwa Sierra Leone kutoka Ghana, ni halifa anajua kwamba huduma zake zinatakiwa wapi na kule au wapi. Tukimwandikia halifa kwamba huyu abaki hapa, basi hii ni kinyume na adabu. Kwa hiyo akawafahamisha kwamba mimi nawaheshimuni sana
mawazo yenu, lakini pamoja na hayo yote tunalazimika kutii amri ya halifatul masihi. kisha akaeleza umuhimu wa uhalifa na utii wake na baraka zake ni nini. Hivi wale watu wakajua zaidi kuhusu utii wa uhalifa na namna gani wanaweza kutii uhalifa. Bana Mubarak Sidiki sahib anaandika tukio moja, anasema kwamba Wahab Adham sahib alikuja hapa na alikaa katika gari yangu na akasema kwamba anataka kwenda msikiti wa London. Nilikuwa namjua lakini yeye alikuwa hanijui. Akaona kwamba afanye joke naye kama ni tabia yake. Anasema kwamba nikamwambia kwamba kwa nini unaenda katika msikiti hii, ule ni msikiti wa Ahmadiyya. Kwa kusikia hii Wahab sahib akasema na akaanza kunihubiri na akasema kwamba sawa na bishara ya Sinam alayhi salatu wasallam asi ameshakuja na kwa utafiti kamili tumempokea na nyinyi hamkupokea na hamkubali. Tulipofika kule msikitini tukakaa kwa muda mrefu na aliendelea kunihubiri. Nikamwambia kwamba nimesikia kwamba shahada yenu ni tofauti. Akasema kwamba hapana, shahada yetu ni la ilaha illa Muhammad Rasulullah. Kisha akashika mkono wangu na akaanza kunivuta kwamba njoo nikuonyeshe shahada yangu. Baadaye nikamwambia kwamba mimi nakujua, hata mimi nakuheshimu sana, na mimi nilikuwa nafanya joke naye, na akacheka sana akakusikia hii. Akasema ikiwa usingeniambia basi nilikuwa tayari kukubeba na kukupeleka pale. Hazur anasema kwamba kama nimeshawahi kueleza kwamba aliwahi kuwa naibu amiri wakati wa halifa wa tatu. Atal Mujib Rashi sahib ameandika kwamba Wahab sahib alipokuwa amiri wa Rabwa na Maulana Abul Atah sahib akawa naibu amir, na Wahab sahib alikuwa akilia kwa sababu ya hii. Hazur anasema hata aliniambia nilipokuwa Ghana kwamba halifa watatu alitaka kunipatia nasaha moja kwamba watu wa Ghana walimwandikia halifa watatu kwamba sisi tuna mbashiri wetu na ni mtu mzuri, kwa nini yeye hawezi kuwa amiri wetu? Kwa nini mtu wa Pakistani amiri wetu? Kwa hiyo Hazur alimteua kuwa naibu amiri wa Rabwa, kwamba mnasema kwamba amiri wa Ghana, mimi namteua kuwa amiri wa Rabwa, na kwa sababu ya hii mimi nilipata nasaha. Hii ndio ni sababu kwamba kwa ajili ya heshima ya uhalifa aliwasihi sana wanajumuiya wa Ghana. Vile vile mwaka jana alipokuwa hapa, jumuiya ya Ghana iliamua kwamba mwaka huu hatuwezi kufanya jalsa kwa sababu hatuna maandalizi. Huzuri anasema mimi niliwakashirikia kwa sababu ya hii, na nilimwambia Wahab sahib kwamba umekuja hapa na watu wameanza kufikiria fikira za aina gani. Bilal sahib anasema kwamba kwa kawaida alikuwa akifanya tabasamu, lakini siku ile alihuzunika sana na aliwapigia simu kule na alizungumza nao, na hii ilikuwa tukio la moja tu nilimuona bwana Wahab sahib kwamba alihuzunika, na alihuzunika kwa sababu ya mapenzi ya halifa. Baada ya matibabu kutoka hapa, aliporudi kule aliwaambia member majlis shamla waniandikia barua ya msamaha. Kwa hiyo waliniandikia barua. Baadaye jalsa ilifanyika na jalsa ilifanikiwa vizuri, na aliniandikia kwamba mwaka huu jalsa ilifanikiwa zaidi na mambo yote yalikuwa mazuri kuliko miaka ya nyuma, na hii yote ilikuwa baraka za uhalifa. Na katika kila uamuzi alikuwa akisema kwamba yeye atakubali uamuzi wa halifa. Batisa wanasema kwamba alikuwa mnyenyekevu sana. Siku moja nilienda nyumbani kwake, alikuwa naosha vyombo, nikamwambia niosha, akasema hapana, mimi mwenyewe nitaosha vyombo. Na alieleza tukio moja kwamba safari moja alipomwendea halifa watatu kwa ajili ya likizo, halifa watatu akasema
huna ruhusa ya kwenda uende vijijini vya pakistan na ufanye kazi kule. Na wahab saheb anasema kwa sababu ya uamuzi ule wa halifa nilipata uzoefu mzuri sana kule na nilijifunza mambo mengi, na watu walikuwa wakifanya kazi usiku mzima. wahab saheb alikuwa akiwauliza chai mwenyewe. Salim saheb anasema kwamba ilikuwa siku moja wakati uamuzi wa Supreme Court ilikuwa inasubiriwa na TV ilikuwa haifanyi kazi, na akaniambia kwamba urekebishe TV yangu kwa sababu nataka nipeleke taarifa kuhusu uamuzi ule wa Supreme Court. Na Salim sahab akasema watoto wangu watatengeneza. Walipotengeneza TV alifurahi sana na aliwapatia watoto chocolate, na alisema hawa ni wasaidizi wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, na hawa ni kesho wa jumuiya, na kwa kuwapitia hawa maendeleo yatapatikana. Na hivi alikuwa akiwahimiza watoto. Ibrahim Akhli Sahib pia alikutana naye. Anasema alikuwa mnyenyekevu sana, alikuwa akipenda sana uhalifa. Vile vile mwakilishi wa makao makuu alipokuwa kienda kule alikuwa akimheshimu sana yule mwakilishi. Zuri anasema mimi nimeeleza kuhusu mimi pia kwamba mimi nimekaa kule, nimekaa nyumbani kwake pia. Mwanzoni nilipokwenda kule alikuwa akijali sana mambo madogo madogo, si kwamba alikuwa akinijali mimi tu, hata alikuwa akimheshimu mgeni yeyote alikuwa akienda nyumbani kwake. Na alikuwa na sifa moja hii pia ya kusali swala ya tahajjud na nafali. Siku moja tulienda Tamale kwa kusafiri safari ya mbali, na tulifika usiku saa 5 tukala chakula, na saa 6 baada ya kula chakula tulilala. Saa 7:30 nilipoamka nilimkuta bwana Wahab Saheb alikuwa anaswali nafali usiku kwa unyenyekevu sana. Sijui alianza nafali wakati gani, labda alilala nusu saa au kasoro saa moja, awe uchovu au nini, yeye hakuacha nafali zake. Wakati fulani katika Tamale Murabbi Saheb Sheikh Bashiri moja mbele ya wasiko na jumuiya alimtendea vibaya. Wahab Saheb hakusema neno hata moja. Mimi nilimkashirikia na nikamwambia yule Bashiri, kwa nini umesema hivi? Lakini Wahab Saheb akasema kwamba unatakiwa uheshimu mbele ya hawa wasiko na jumuiya. Kisha akaniambia kwamba hawa wanasema maneno ya aina hii na wananitendea hivi, hawa wasiko na jumuiya watapata athari gani ya kitendo hiki? Ile muradi huzuri anasema watu ambao wanakuwa tabia aina hii hawezi kubaki katika wakfu. Huyo Bashiri alirudi Rabwak, baadaye alifukuzwa katika kazi yake. Lakini nilishangaa kwa kuona subra ya Wahab Saheb. Nilipokuwa katika Ghana mara chungu mzima aliniambia kwamba wabashiri wengine wanafanya juhudi sana, bidii sana, wapo wengine ambao hawafanyi bidii na wanasema kwamba hawezi kufanya kazi zaidi ya hii, ila hali tunatakiwa tufungue njia mpya za mahubiri. Hazur anasema kwamba alikuwa sahihi. Wengine wabashiri wanaona kwamba tuendelee kufuata nyayo za zamani na tusifungue njia mpya za mahubiri. Na Wahab Saheb alikuwa na juhudi hii kwamba kila mahali, kila eneo ujumbe wa jumuiya ufike, na kwa ajili ya hii alikuwa akifanya bidii na alikuwa akiwategemea wengine pia wafanye hivi, na kwa ajili ya hii alikuwa akifanya maombi pia. Kisha alikuwa hana tamaa ya aina yoyote. Rabwa mwanzoni watumishi wa jumuiya walipewa plot mwaka jana. Aliniandikia labda kwa sababu ya hii kwamba juu ya matibabu yake jumuiya ilitumia fedha kubwa sana. Yeye akaniandikia kwamba ile plot inataka kutoa wakfu kwa ajili ya jumuiya, na hii ilikuwa hali yake kwamba alikuwa hana tamaa ya dunia. Ile plot yake ni thamani yake ni 2.5 ambayo ametoa kwa ajili ya jumuiya. Alipofariki amezikwa kwa heshima ya serikali.
rais wa nchi alileta jeneza yake katika state house स्टेट हाउस में na jeneza yake iliswaliwa kule na alipewa protocol kule kwa ajili ya kupeleka jeneza police na army na paramilitary magari ya paramilitary forces pia ilisindikiza jeneza फिर वहाँ पूरी katika state house और स्टेट हाउस में मुख्तलिफ mawaziri na rais wa nchi na naibu wa rais wa nchi सदर ने नायब na vile vile viongozi wengine walitoa maoni yao kuhusu wahab saheb प्यारा का इजहार किया speaker of parliament स्पीकर ambaye alikuwa mwakilishi wa उनके नुमाइंदे rais wa nchi vile vile naibu rais wa nchi pia alikuwepo pale bana wahab saheb alipewa heshima kamili kule vile vile viongozi wa dini mbalimbali pia walikuwepo pale wao pia walisifu sana wahab saheb farid saheb ambaye ni principal wa jamia ahmadia ya ghana yeye alipata nafasi ya kueleza madhumuni ya uhai na kifo kulingana na mafundisho ya dini tukufu ya islam का जो फलसफा नजरिया है इस्लाम का वो बयान किया कुरान और हदीस kwa kupitia qurani hadithi na maandiko ya sinam alahi salatu wassalam ilimradi kwa heshima vizuri kwa fadhila za mwenyezi mungu alipelekwa makaburini na katika sehemu ya musian alizikwa खाना में तदफीन हुई katika media pia alipewa habari vizuri खाना टेलीविजन ने पूरी कवरेज दी ameacha mke wake maria wahab saheba ने इनकी अहलिया watoto wa kiume wanne na mabinti watatu और 4 बेटे और 3 बेटी mwenyezi mungu awalinde hawa wote इन सबको मुसलमान awajalie waweze kujenga uhusiano na halifa kama alikuwa anayo bana wahab saheb mwenyezi mungu awajalie watu wa familia subra na apandishe madaraja ya wahab saheb na ampatie nafasi pamoja na wapendwa wake baada ya swala inshallah itaswalisha jeneza yake नमाज के बाद इंशाल्लाह इनका जनाजा गायब भी करेंगे الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر